Na awali yote ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Sarafina Robi. Sarafina, karibu. Asante sana Skola. Tukianza moja kwa moja msikilizaji, ni kwa kura ya mwisho kuongezea matumizi ya serikali haijafanikiwa kupitishwa katika Seneti ya Marekani, jambo ambalo litasababisha serikali ya nchi hiyo kusitishwa kwa muda katika saa chache zijazo. Florian Kaijage na maelezo zaidi. Hii ni baada ya viongozi wa mrengo wa Democrats kukataa kuunga mkono muswada wa Republican kuhusu nyongeza kidogo ya ufadhili, wakisema muswada huo haukushughulikia wasiwasi wao kuhusu kupunguzwa kwa ufadhili katika programu za afya. Hapo awali, pendekezo lao la kupinga pia lilishindwa kupitishwa. Kusimamishwa kwa serikali kutasababisha huduma nyingi za serikali kusimama na mamia ya maelfu ya wafanyakazi kulazimika kuacha kazi. Rais Donald Trump ametishia kuitumia nafasi hii kuwafuta kazi wafanyakazi wa serikali na kupunguza programu zinazopendelewa na Democrats. Na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepitisha azimio la kuidhinisha kikosi kikubwa zaidi cha usalama cha kimataifa ili kukabiliana na ghasia za magenge nchini Haiti. Kitengo kipya kitakuwa na hadi wafanyakazi 5,500 wakiwemo maafisa wa polisi na askari. Kitakuwa na jina jipya la kikosi kipya cha kukandamiza magenge. Takriban maafisa wa polisi 1,000, wengi wao kutoka nchini Kenya, wametumwa nchini Haiti kwa muda wa miezi 15 iliyopita kusaidia jeshi la Haiti lilozidiwa katika vita dhidi ya ghasia za magenge, lakini wameshindwa kurejesha utulivu. Marekani ilifadhili hatua hiyo ili kuongeza idadi pamoja na Panama magenge yenye silaha yana udhibiti wa karibu mji mkuu wote wa Haiti wa Port-au-Prince, katika mzozo ambao umelazimisha zaidi ya watu milioni 1 kukimbia makazi yao. Umoja wa Mataifa umetoa wito kwa viongozi wa Taliban Afghanistan kurejesha mara moja huduma za mtandaoni na mawasiliano ambazo walizikata nchini kote siku ya Jumatatu. Marufuku hiyo imedhoofisha hali ya maisha katika nchi ambayo tayari imejitenga, ikiwa ni pamoja na huduma za matibabu na dharura na uwezo wa watu kupata pesa kutoka kwa jamaa zao wanaofanya kazi nje ya nchi. Akizungumza na BBC, Fahima kutoka Afghanistan ameambia BBC kwamba huduma hiyo ya mtandaoni ndiyo njia pekee anayoitumia kupata elimu na kufungwa kwake kumemfanya akose msaada. Mimi na dada zangu wawili tumekuwa tukisoma kupitia mtandao. Tulikuwa tunafahamishwa na kujua habari na pia mambo ya teknolojia kupitia mtandao. Lakini kwa sasa hatuwezi kujua kinachoendelea au hata kupata ujuzi mpya. Tulikuwa na ndoto za kumaliza masomo yetu na kumsaidia baba yetu kifedha. Ila sasa tunakaa nyumbani na hatufanyi chochote. Naam, hii ni BBC. Muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na mwenzangu Sarafina Robi akiwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM na redio wa shirika. Nchini DRC tusikilize kupitia redio Muungano Beni, Tanzania CGFM na redio Kwizera, Uganda ni redio Kitara, Kenya ni Nyota FM, lakini pia internet katika bbcswahili.com. Matangazo ya pia msikilizaji yanakujia kupitia ukurasa wetu wa Facebook, rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Hisia mseto zimeibuka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia mahakama kuu ya kijeshi kumhukumu adhabu ya kifo rais wa zamani wa nchi hiyo Joseph Kabila baada ya kumtia hatiani kwa makosa ya uhalifu wa kivita na uhaini. Hukumu hiyo ilitolewa hapo jana Jumanne bila yeye mwenyewe kuwepo. Kutoka Goma, Chube Ngorombi ametutumia taarifa ifuatayo. Mkuu wa zamani wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia ameamuriwa kulipa uharibifu wa dola bilioni 33 pamoja na bilioni 29 kwa chama cha kiraia Jamhuri na bilioni 2 kwa kila mmoja ya vyama vya raia vya Kivu Kaskazini na mkoa wa Kivu Kusini. Koti ya juu ya jeshi iliamuru kukamatwa kwa Senate kwa maisha yote baada ya kumtambua kuwa na hatia ya makosa yote yaliyowekwa katika usaliti fulani, ushiriki katika harakati za uhamasishaji uhalifu wa kivita. Wanachama wa kisiasa wanaounga mkono utawala ulioko madarakani nchini Kongo, Auguste Kapila, mmoja wa viongozi wa UDPS mashariki mwa Kongo, amesema tuisha mjua na tuisha mvumbua kama ni yeye alitumwa katika nchi yetu
kukucha kuleta vurugo na kuua kabisa serikali yetu na kuua jeshi letu. Leo hii katika madaraka ya bwana Tshisekedi polepole. Masaa kadhaa kufunua sababu za dhamana hii kutoka kwa mtazamo wa sheria na ukweli. Kulingana na majaji, Joseph Kabila ndiye mkuu wa M23, ingawa akiwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amekuwa mkuu wa harakati zote za uasi tangu uasi wa Mtebusi. Yeye hufanya ukaguzi katika vituo vya mafundisho vya uasi, anasimamia wafanyakazi wa uasi na anaelekeza uhasama dhidi ya DRC, ilisema mahakama kuu. Maamuzi hayo yamepelekea wanachama wa kisiasa wa PPRD wake Joseph Kabila kulaani utawala ulioko madarakani nchini Kongo, kama anavyoeleza Innocent Mirimo, mmoja wa viongozi wa PPRD mashariki mwa DRC. Felix kabisa huyo ni kuona kwa mbali, na sisi tulio mambo kama itakuwa vile tunaona na macho, sababu Felix hata siku moja haheshimia mipangilio yake na wa partner politiki wake. Sisi kama chama PPRD tunaona na macho. Kuhusu utaifa wa Joseph Kabila, kulingana na vyama vya kiraia, korti ilitangaza kuwa haifai. Hukumu ya mahakama inafanya kazi yake dhidi ya aliyekuwa kiongozi wa taifa, wala hairuhusu mpangilio wa mali yake. Shirika la kiraia la Amka Kongo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limejulisha mtazamo wake, kama anavyojulisha Jacques Sinzahera. Tunasema hiyo mahakama kama ni ya ukweli, iwahukumu wale wote ambaye wamejiunga na adui, wale wote ambao wamesababisha ukosefu ya usalama, wale wengine makanali wamejiunga na adui kwa kuvunja haki za binadamu, kuua raia na kwa kuleta ukosefu wa mali. Kwa koti nchini Kongo, ukweli huu ni wa nguvu sana. Pamoja na Kabila alikuwa rais kwa miaka 18, akikiuka jukumu la akiba na uaminifu kwa serikali. Taarifa yake Chube Ngorombi. Maseneta wa Marekani wameshindwa kupitisha mswada wa dharura wa dakika za mwisho ili kuzuia kufungwa kwa serikali, hali inayomaanisha kwamba ufadhili utakoma rasmi kutoka serikalini. Mswada huo wa dharura uliwasilishwa na Republican na kugonga mwamba baada ya Democratic kukataa kuunga mkono, akisema kwamba hauangazii kikamilifu wasiwasi wao kuhusu mipango ya huduma za afya ambayo inakabiliwa na upunguzaji mkubwa wa fedha. Zaidi na Martha Saranga. Jaribio la kambi ya Democrat kupitisha pendekezo mbadala pia lilishindwa mapema, hali inayozidisha mvutano wa kisiasa mjini Washington. Ikiwa serikali ya Marekani itafungwa rasmi, itasababisha maelfu kwa maelfu ya wafanyakazi wa umma kwenda likizo bila malipo, huku huduma nyingi muhimu za serikali zikisitishwa. Katika kile kinachoonekana kama ongezeko la mvutano wa kisiasa, Rais Donald Trump ameonya kuwa atatumia hali hiyo ya kufungwa kwa serikali kama fursa ya kufanya mabadiliko ya kudumu, ikiwa ni pamoja na kufuta ajira za wafanyakazi wa serikali na kupunguza fedha kwa miradi inayoungwa mkono na Democrat. Tunaweza kufanya mambo ya kutatua kufungwa kwa serikali ambayo ni ya kudumu. Kauli ambazo zimeibua hofu na ukosoaji kutoka kwa viongozi wa upinzani na wanaharakati wa haki za kiraia. Katika hatua nyingine, Rais Trump ameitisha mkutano wa dharura na makamanda wa kijeshi kutoka ndani na nje ya nchi, akiwataka waanze kutumia miji ya Marekani kama uwanja wa mafunzo ya kijeshi. Trump amedai kuwa kuna adui wa ndani, akitaja miji inayoongozwa na chama cha Democrats kama vile Chicago na New York kuwa ni hatari na kuwapa kushughulikia moja baada ya mwingine. Wataalamu wa usalama na viongozi wa kisiasa wameeleza wasiwasi kuhusu hatua hiyo, wakisema inaweza kuhatarisha demokrasia. Seneta mwandamizi wa chama cha Democrats Jack Reed amelaani vikali mkutano huo, akisema ni udhaifu wa hali ya juu wa kiuongozi. Wakati taifa hilo likikumbwa na sintofahamu, wachambuzi wanasema mwelekeo huu wa serikali ya Trump kwenye matumizi makubwa ya jeshi dhidi ya raia ni ishara ya hatari ya kuzorota kwa utawala wa sheria na misingi ya demokrasia nchini humo. Martha Saranga. Siku chache zijazo kufikia Oktoba 7, mzozo wa Gaza utatimiza miaka 2. Vita vimeiacha Gaza katika hali ya uharibifu mkubwa. Idhaa ya BBC Kiarabu imekuwa ikijaribu kukadiria kiwango cha uharibifu katika ripoti hii maalum ya Abirahim Said inawasilishwa na Peter Mwangangi. Tukutahadharishe tu msikilizaji kwamba taarifa hii ina maudhui ya kuhuzunisha. Hii ni Gaza baada ya karibu miaka 2 ya vita. Maeneo mengi yamegeuka vifusi. Vita vilianza Oktoba 7 mwaka 2023 baada ya Hamas kushambulia Israel ikiwa takriban watu 1200 na kuchukua mateka 251. Watu 47 bado wanashikiliwa, huku 20 wakidhaniwa kuwa hai bado. Katika kujibu mashambulizi haya, Israel ilizindua kampeni kubwa ya kijeshi ikisema lengo lake ni kuiteketeza kabisa Hamas na kuwarudisha mateka nyumbani.
Athari za vita hivi kwa binadamu zimekuwa kubwa sana. Sasa macho yote ya kimataifa yanaelekezwa kwenye tatizo la utapiamlo ndani ya Gaza. Kwa mujibu wa ripoti mpya iliyotolewa mwishoni mwa mwezi Agosti, nusu milioni ya watu wanakabiliwa na njaa kali na kifo. Israel ilisema ripoti hiyo ni ya uongo na yenye upendeleo. IPC ilikanusha madai hayo. Mtoto wangu wa miaka 5 aliuawa. Jina lake ni Naim Ibrahim Al-Najjar. Alifariki katika hospitali ya Kamal Adwan kutokana na utapiamlo na njaa kali. Hapa kuna picha zake. Angalia jinsi alivyokuwa awali na jinsi alivyokuwa baada. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, ni hospitali 18 tu kati ya 36 kubwa za Gaza ambazo zinafanya kazi, na zinaelezewa kuwa zinatoa huduma kwa sehemu ndogo sana kwa sababu zimepata uharibifu mkubwa. Tunazingatia upasuaji unaokoa maisha, huku tukiahirishia mambo mengine. Bila shaka, kuchelewesha baadhi ya waathirika kunasababisha hali za wagonjwa walioathirika kuwa mbaya zaidi. Na taarifa yake Peter Mwangangi. Moja kwa moja sasa viwanjani na Florian Kaijage. Asante sana Skola Kisanga. Tuanzie katika ligi ya mabingwa Ulaya. Baadhi ya matokeo ni Kairat 0, Real Madrid 5. Kylian Mbappe akipiga goli 3 na kutimiza goli 60 za mashindano hayo. Galatasaray 1, Liverpool 0, Pafos 1, Bayern Munich 5, Chelsea 1, Benfica ya Jose Mourinho 0. Atletico Madrid 5, Eintracht Frankfurt 1. Antoine Griezmann akifunga goli lake la 200. Marseille 4, Ajax Amsterdam 0. Leo kuna michezo 9. Miongoni mwa mapambano ya kuvutia ni Barcelona dhidi ya mabingwa watetezi PSG na Arsenal wakiwakaribisha Olympiacos ya Ugiriki. Mchezaji nambari 1 kwa ubora duniani katika mchezo wa tennis, Carlos Alcaraz, raia wa Hispania, ametwaa taji la mashindano ya wazi ya Japani baada ya kumbwaga Taylor Fritz, raia wa Marekani, kwa 6-4 na 6-4 kabla ya kutangaza kujiondoa katika mashindano ya Shanghai Masters yanayoendelea. Amesema anahitaji kupumzika. Hilo ni taji la 8 la ATP kwa Alcaraz mwaka huu. Tukiangazia cricket sasa, ni kwamba India ilipambana vilivyo kubadili matokeo na kuichapa Sri Lanka kwa mikimbio 59 katika mchezo wa ufunguzi wa finali za kombe la dunia la cricket kwa wanawake huko Guwahati. Wenyeji India walitanguliwa kwa wiketi 4 katika mikimbio 4 ndani ya mipira 11, hivyo kuwa nyuma kwa 124 kwa 6 kabla ya kupindua meza. Tukirejea katika soka, finali za dunia za soka kwa vijana wa umri wa chini ya miaka 20 zinazoendelea huko Chile, Japani wamewachapa wenyeji 2-0, huku Korea Kusini na Paraguay wakitoka sare ya bila kufungana. Hii leo ni Italia dhidi ya Cuba na Hispania ikitoa na jasho na Mexico. Katika tetesi, Tottenham ni miongoni mwa klabu zinazokodolea macho mlinzi wa Crystal Palace, raia wa England wa umri wa miaka 25, Maguire. Na wandani wa Manchester United wanahofia kocha wa timu hiyo, raia wa Ureno, Ruben Amorim, mwenye umri wa miaka 40, ataachia ngazi kabla ya kufukuzwa kazi. Tumalizie na ligi ya soka Tanzania bara. Inatarajiwa kuendelea hii leo kwa michezo kadhaa ambayo ni miwili. Michezo hiyo, Simba ama Wekundu wa Msimbazi watakaribisha Namungo na JKT Tanzania kuikaribisha Azam. Hapo jana ligi hiyo ilitoa matokeo yasiyotarajiwa na wengi pale Mbeya City ilipogawa na alama na mabingwa wa Yanga kwa sare ya kutofungana. Mwisho ndio za michezo asubuhi hii. Mabingwa wa ligi hiyo ya Tanzania. Tungoje tuone.